الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وبعد. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30 kamili, na tumemaliza leo na kuhudhuria ibada ya Eid kimkoa ambayo imeswaliwa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Waislamu, mujibu wa kufunga kwenye Qur'ani, Mungu anasema la'allakum tattaqun, ili watu wapate kuwa wacha Mungu, kuwa wasafi. Tunaamini kwa mafunzo yote ambayo tumeyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumetakasika, tumetukuka, tumekuwa wasafi insha Allah Taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na waasa waumini haswa wanapoamka katika siku ya subhi ya Eid, akiwaambia man asallahu yawmal wa'idi fakaannama asahu yawmal qiyama, yoyote mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid kwa kufanya madhambi mbalimbali ni sawasawa atakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya mahshar al-qiyama. Man asallahu yawmal Eid fakaannama asahu yawmal wa'idi, yoyote mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya leo anafananishwa na mtu ambaye amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, ambayo watu watafufuliwa kwa ajili ya hesabu zao. Ni waombe Waislamu wa mkoa wa Tabora tuitumie siku ya leo kusaidiana, kuhurumiana na kupendana na kupatanisha magomvi kwa kila mtu ambaye alikuwa amegombana na mwenzake. Haya ndio maamrisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote mwenye kufanya maasi katika siku ya leo aelewe kwamba atakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Ni waombe Waislamu, tumefunga mwezi mzima, tumejizuia mambo mengi mwezi mzima. Ni waombe Waislamu tuchukue mafunzo hayo mema na mazuri yaanze kuonekana kipindi cha sasa, kwa kuungana vizuri na kupendana na kusaidiana, kadhalika na kuhurumiana. Ameelekeza sensa kwa vile imekuja kwa lugha ya kiserikali, lakini kuwa na budget, kujua mtu anaishi na familia ya watu wangapi, anaishi vipi, ni maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba lazima Muislamu ajue ana familia ya watu wangapi, anawatunza namna gani, anawalea namna gani. Kwa serikali imechukua jambo la sensa kwamba ni sera yao kuu kuweza kujua raia wa Tanzania ni wangapi, ili bajeti zao zikipangwa basi waweze kujua bajeti zile wanatekeleza katika mazingira gani. Kwa swala la sensa, niseme kwa nafasi yangu kama Sheikh wa mkoa wa Tabora, na waomba Waislamu wa kike na wa kiume na wasiokuwa Waislamu tujitokeze katika zoezi la sensa. Ni zoezi sahihi ambalo dini zote ambazo ziko katika maisha haya ya mwanadamu, dini zinaruhusu.